Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Philip Mpango, ametoa wito kwa mataifa kuhakikisha kunakuwa na hatua za pamoja, mshikamano wa kimataifa na uwekezaji endelevu ili kuhakikisha uchumi endelevu wa bahari, kupunguza uchafuzi wa mazingira pamoja na kulinda bioanuwai ya bahari. Makamu wa Rais ametoa wito huo wakati akihutubia mkutano wa 3 wa Umoja wa Mataifa kuhusu bahari, akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano huo unaofanyika jijini Nice nchini Ufaransa. Amesema hapana budi kuwa na hatua za ujasiri zitakazoratibiwa kwa ufanisi ili kuhakikisha maendeleo makubwa katika uendelevu wa bahari, ambapo makamu wa rais ameongeza kwamba ni muhimu kuongeza ufadhili katika kushughulikia changamoto za bahari kwa kuzingatia zaidi kusaidia nchi za kipato cha chini na nchi zinazoendelea za visiwa vidogo ambazo zinakabiliwa na ufinyu wa bajeti na mizigo ya madeni inayokwamisha kufikia ahadi zilizofanywa na utekelezaji wa lengo la maendeleo endelevu namba 14. Kadhalika, makamu wa rais amesema ni muhimu kuhakikisha utekelezaji kamili wa mkataba wa bahari kuu BBNJ, kushughulikia tishio la uchimbaji madini na vyombo vya kisheria ili kukabiliana na uchafuzi wa plastiki. Makamu wa rais anatoa kauli hiyo ambapo inaelezwa kwamba mnamo mwaka 2020 uchunguzi wa chuo kikuu cha Uholanzi ulionyesha kwamba plastiki zilizotupwa China na Japan zilionekana katika fukwe za Tanzania, Msumbiji na Afrika Kusini. Hii ikiwa ni ishara ya wazi kwamba mikondo ya bahari inasambaza taka hizo kutoka Pacific hadi katika bahari ya Hindi. Una mtazamo gani kuhusu utunzaji wa bahari na namna ambavyo bahari inaweza kutunzwa na kuzuia matumizi ya plastiki ambayo hufanya bahari kuwa chafu zaidi? Mimi ni Franki Kashonde na hii ni SNS.